Sitakuwa na maneno mengi sana. Nafikiri mkuu wa wilaya wetu ameongea maneno mengi sana mazuri. Kwa hiyo sitakuwa na muda mwingi wa kupoteza. Kwa niaba ya mkurugenzi mtendaji, mimi kwanza nichukue nafasi hii kuwashukuru watumishi wote wa halmashauri walioshiriki, lakini wananchi wote kwa umoja wao, taasisi pamoja na vyombo vya ulinzi na usalama. Niwashukuru sana kwa ushirikiano ambao mmeuonyesha wa kushirikiana na sisi katika siku hii muhimu ya maadhimisho ya Muungano. Lakini nichukue nafasi hii Mheshimiwa DC kukupongeza wewe binafsi. Nimeamini ukiwa na kiongozi bora, lazima mambo yako yatakuwa mazuri. Jamani, mkuu wa wilaya alianza haya maandalizi na maelekezo jana mchana. Lakini leo tunaona kwa muda mfupi kila kitu kimekaa vizuri. Kwa hiyo Mheshimiwa DC nikupongeze sana, umelisimamia hili zoezi vizuri, ulitoa maelekezo kwa muda mfupi lakini kila kitu kimeenda vizuri na vibe limekuwa la kutosha. Hongera sana Mheshimiwa DC. Kwa hiyo nikushukuru sana. Tumepata somo, hatujaondoka bure. Kongamano hili tumeondoka na elimu ya kutosha kabisa. Kwa hiyo Mheshimiwa DC nikushukuru sana. Asante kwa elimu ambayo umetupa. Lakini pia ni washukuru viongozi wa vyama, tumeshirikiana nao na dasi, tunashukuru sana kwa ushirikiano wenu. Basi mimi niwatakie muungano mwema. Chama cha Mapinduzi wilaya Ngara. Mimi nianze kwa kuwashukuru wote mlioshiriki kongamano hili. Hongereni sana. Mheshimiwa Kanali ni kaka yangu, lakini mimi ninampenda sana kwa namna anavyojituma. Lakini mimi ni msumbufu sana kwake. Anajua chama hiki ndicho kilichounda serikali hii, na yeye ni mjumbe wangu wa kamati ya siasa. Mambo mengi tunayoongea kwenye kikao, lakini tunapofika kwenye utekelezaji nabaki mimi kama katibu. Sasa nikibaki kama katibu mimi, yeye ndio lazima nimpeleke na yeye kijeshi. Kwa hiyo nashukuru kwa sababu ni mwanajeshi, anakwenda vizuri. Nikupongeze wewe pamoja na kamati yako ya ulinzi na usalama, lakini mpongeze mkurugenzi na halmashauri pamoja na taasisi zetu. Mheshimiwa mkuu wa wilaya, ili zoezi linaloendelea la NIDA, hizi ni faida za Muungano. Nimekaa kikao na viongozi wako ambao wanaendelea na lile zoezi pale kwangu kwenye chama. Mimi nawashukuru. Chama kinaendelea kufuatilia kwa karibu sana zoezi hili. Hatujapata malalamiko kama jinsi walivyokuwa wakilalamikia viongozi kabla ya zoezi kuanza. Sababu kabla ya zoezi kuanza, sisi kwenye chama tulikuwa na mkakati wetu, tuliwaita viongozi wote ofisi ya chama, viongozi watatu, mwenyekiti, katibu pamoja na diwani na madiwani wetu viti maalum, kwa ajili ya kuwapa elimu, wakaelimishe, kwa sababu kisiasa sisi hili zoezi limekuwa likitumiza sana, kwa sababu wengi walikuwa wanalalamika na walikuwa wanakilalamikia chama kwamba hawapati huduma hiyo na ni stahiki yao. Kwa hiyo na sisi tukaamua kwenda kulifanyia kazi ili zoezi liende vizuri. Na ndio maana mkuu, nimekuwa nikikushirikisha kila pale tunapokutana na watu nyomi, nimekuwa nikikwambia hapa tuongeze siku. Na mimi nakushukuru sana. Zoezi limeenda vizuri na kwa maeneo mengi watu wetu wameridhika na huduma walizopewa. Kwa hiyo mimi nakushukuru sana. Hii yote ni faida za Muungano. Muungano oye. Oye. Vilikuwa vinatumika vitambulisho vya kawaida watu kuomba mikopo. Lakini ikawa changamoto, kuna baadhi ya Watanzania walikuwa hawawezi kuzifikia hizo fursa. Hata watu wengine wa jirani walikuwa wanazifikia hizo fursa. Serikali kaja na utaratibu kwamba NIDA ndio kitambulisho rasmi. Kwa hiyo maombi yote yanapitia kwenye mfumo. Ukiwa namba ya NIDA, kwa sababu ukiwa unajaza fomu ya NIDA kuna maswali, wazazi, ulikozaliwa, ulikosoma, unakokulia na unakoishi. Kwa hiyo tukishaweka namba yako ya NIDA pale, yanakuja yale maswali ambayo ulijaza wewe mwenyewe kwamba nimezaliwa Mbeya, nimezaliwa Tanga. Kwa hiyo NIDA, ndugu zangu, kama alivyosema mkuu wa wilaya hapa, ni lazima kwa sasa. Na jukumu naloendelea huko Katani au wilaya nzima ni jukumu nzuri sana, tunaona mafanikio pia. Asante. Asante sana. Jamani, sasa la yangu kweli. Hebu tuhamasishe wale vijana. Kuna vijana wamemaliza chuo kikuu, wanahitaji kuajiriwa.
kutafuta ajira kwenye mfumo. Sasa hivi hata ajira inapatikana through hizo system, hiyo mifumo iliyopo, si ndio hivyo? Tuhamasishe vijana wajitokeze, ipo tunawafuata. Sio swala tena la kijana kwenda ofisi za NIDA pale kwa DC, tunawafuateni, lakini hamtumii fursa. Vijana mpo hapa mnasubiri kuja kulalamika. Ukilalamika wewe ni mtu wa ajabu kabisa, na huenda kweli una changamoto. Yaani jamani, waeleze, NIDA sio zawadi ya kwamba kila mtu uko eligible kupata. Kuna eligibility, uwe na sifa. Kweli wewe ni Mtanzania na ni kweli una hizo sifa, wazazi wako wana hivyo vyeti. Ukiambiwa tu habari ya cheti cha kuzaliwa cha baba cha mama, haurudi jumla. Huwa tunajua tu huyu mwenzetu huenda anatoka Chankuzo.